Fahamisha tulokuandalia ni kwamba waziri wa Kawi Opiyo Wandayi sasa anasema kwamba hakujulishwa kuhusu mpangilio wote wa kuingiza petroli tata humu nchini licha stakabadhi kadhaa kuonyesha mawasiliano kati yake na aliyekuwa katibu wa wizara hiyo Mohamed Liban kuhusu uagizaji wa lita milioni 60 za mafuta hayo. Wandayi wakati huo huo akiamuru kampuni ya One Petroleum Limited iliyohusishwa kuondoa mafuta hayo nchini mara moja, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Seth Olale. Baada ya kusimamia mkutano wa dharura wa mameneja wakuu wa Wizara ya Kawi na Petroli katika majengo ya KASNEB, waziri wa Kawi Opiyo Wandayi alitoa taarifa rasmi ya wizara yake kuhusu kashfa ya uagizaji mafuta tata. Wandayi akiamuru kampuni ya One Petroleum Limited kuondoa risiti zote za malipo zilizotolewa kwa wanunuzi wa mafuta nchini. Kampuni ya mafuta nchini kutolipa kampuni hiyo ya One Petroleum Limited na vilevile kutochukua mafuta kutoka kwa meli iliyoleta mafuta yaliyoagizwa na kampuni hiyo. Mbali na hayo, kampuni hiyo ya One Petroleum Limited imetakiwa kuondoa mara moja mafuta hayo nchini na EPRA kuhakikisha kwamba gharama ya ununuzi wa mafuta hayo hayajumuishwi katika bei ya kila mwezi ya mafuta. Aidha, waziri Wandayi amefichua kwamba kujumuishwa kwa mafuta hayo nchini kungesababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta kwa shilingi 14 mwezi ujao. Kampuni ya One Petroleum Limited kupitia taarifa imesema kwamba ilikuwa mojawapo ya kampuni 4 ambazo zilizawadiwa kandarasi ya kuagiza mafuta nchini na serikali na kwamba itaondoa mafuta hayo nchini kulingana na agizo la serikali. Aidha, waziri Wandayi amesema kwamba hakujulishwa kuhusu mpangilio wowote wa kuingiza tata petroli nchini licha ya stakabadhi kadhaa kuonyesha mawasiliano kati yake na aliyekuwa katibu wa wizara hiyo Mohamed Liban kuhusu uagizaji wa mafuta hayo ya lita milioni 60. Serikali kupitia wizara ya Kawi imesisitiza hakutakuwa na ongezeko kwa bei ya mafuta kutokana na ufisadi. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi. Na huku hayo yakijiri